Mengine tukutaarifu, wakazi na viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi wamelalamikia pakubwa shughuli ya uchimbaji madini katika eneo la Orwa, kambi Taraya Takel, Lami Nyeusi na Rumos, wakisema kuwa shughuli hiyo imekuwa ikiathiri maisha yao ya kila siku. Mwandishi wetu Wanji Sosten na mkusanyiko wa taarifa za kaunti. Wakazi hao na viongozi wanasema kuwa uchimbaji huu umewasababishia masaibu sihaba ya kiafya hata na elimu, wakiwashtumu baadhi ya viongozi ambao wametumika kuwanyanyasa wananchi. National Environmental Management Authority, kama hawa ndio walipeana leseni ya watu kufanya kazi hii, this illegal commercial mining, wajitokeze. Ya pili, tenda protection kwa watu ambao wanafanya illegality, wanafanya kazi ambayo haiko katika sheria, pia wajitokeze ndio Wapokot wajue. Tumeenda mpaka hii shule inaitwa Loloch Primary School ambayo iko katika kambi Karaya. Imelimwa mpaka uwanja mali watoto watakuwa na nafasi ya kucheza. Na itakuwa hatari wakati itanyesha. Wakiongozwa na Daudi Lomada na Anthony Rono, wamesema kuwa baadhi ya raia wa kigeni wamekuwa wakiwanyanyasa wenyeji wa eneo hilo. Hata kama lice hivyo iko, lakini hakuna vile tunafanya nao mawaria. Hao mawaria tu wakiona watu wanachimba hapa, wanakuja wanaandaa kufunika watu kwa shimo. Wanasema unatoka ama tuwafunike. Tuko tunaona hadi shule wamenunua yote. Wako wanachimba, hakuna shule sasa, hadi wanafunzi wamehama wote. Sasa wanataka kuchimba kila pahali. Nashangaa wenyeji wataenda wapi? Zaidi ya wanafunzi 6,000 kutoka shule 55 katika kaunti ya Embu wamepata afueni baada ya kupokea msaada wa maabara kuinua somo la sayansi. Wakiongozwa na Rose Wamaya ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya St. Michael ambaye na wanafunzi zaidi ya 700, wanasema kuwa kwa muda wamekuwa wakipitia changamoto ya kufanikisha masomo yanayohitaji utendaji, yani practicals. Kwa sababu wanafunzi ni wengi, tutaweza kupunguza muda wa mwalimu kufunza katika somo la sayansi. Masomo itaimprove juu mtoto akiona kitu practically ama akiona na macho yake, hata hiyo kitu akiona na macho yake hawezi sahau. Mbunge wa Garissa mjini Deko Mohamed ametoa wito kwa Wizara ya Elimu kuweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kuwa kuna mpito mzuri katika elimu ya mtaala mpya. Akizungumza wakati wa kutoa basari, Deko ameonya serikali dhidi ya matayarisho ya dakika za mwisho ambayo huchanganya wazazi. Or the CS in charge of this program to ensure that we do not have confusion during this transition. We have only 4 months or so, or 6 months or so remaining. So in those 6 months, we expect all public schools ziwe na adequate infrastructure, adequate equipment and adequate teaching staff. Maonesho ya kitaifa ya kilimo ya kaunti za Machakos, Makueni, Kitui na Kajiado yataanza wiki hii baada ya kukamilika kwa maandalizi, ambapo zaidi ya wakulima 150 wataonesha weledi wao. Kulingana na mwenyekiti wa maonyesho hayo Lawrence Matolo, maonyesho ya mwaka huu yatazingatia pakubwa teknolojia ya kisasa katika kilimo. Kuna teknolojia ya kufunga maji kwa mfereji ukitumia simu. Naweza fungua mfereji yako ukiwa Nairobi, ukiwa anywhere in the world ukitumia simu. Viongozi eneo la Magharibi wametakiwa kudumisha umoja miongoni mwao kama njia ya kukuza eneo hili pasipo na kuzingatia mirengo yao ya vyama. Mbunge wa Bumula Jack Wamboka amesema haya katika hafla ya kustaafu kwa Chifu Lucy Makoha wa Hasolo, huku akimtaka Rais William Ruto kusawazisha maendeleo nchini. Na mimi naomba Rais Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya, hii maendeleo balance kila mahali. Balance kila mahali, sisi wote ni watoto wako. Na wewe Mheshimiwa Rais, ukiona ugumu iko hapa katikati, weka